Bana, hapa ni katika eneo la Mzambalauni hapa ambapo mti umekatika na kudondoka katikati ya barabara, na kama unavyoona jeshi la zimamoto na uokoaji liko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mti huo unakatwa na unaondolewa barabarani ili magari yaweze kupita. Kama unavyoona foleni ni kubwa ya magari, ni muda sasa, lakini ndo dakika za mwisho hizi wanaendelea kumalizia hapa kukamilisha kutoa mti huo katikati ya barabara ili magari yaweze kuendelea kupita. Kumbuka hii ni barabara ya Dar es Salaam Morogoro, katika eneo hili karibu kabisa na Sambu stendi. Kwa Felix Matias Mbuya, ni dereva wa lori. Ni baada ya kufika hapa nilifika nakuta na jamu. Nija kuangalia hapa nakuta kuna mtu unaoka barabarani. Nakuta askari wa uokozi ndio wanakatakata miti hapa basi. Hicho kiona hicho. Inapita kama saa 1:30 sasa hivi. Asante ndugu mwandishi, kwa majina naitwa mkaguzi msaidizi Nasoro Matua wa jeshi la zimamoto na uokoaji Morogoro. Majira ya saa 1:18 tulipokea taarifa ya mti kuangukia barabarani kutokana na mvua iliyonyesha kutoka kwa mkaguzi msaidizi Ramadhani Haridi wa jeshi la zimamoto, na yeye alipata taarifa kutoka kwa afande OCD wa jeshi la polisi. Tulirespond immediately, tulikuja eneo la tukio, tukaanza operation ya kutoa mti kwenye barabara, na mpaka sasa hivi mida saa 3:15 tumefanikiwa kufungua barabara. Kwa jina naitwa Benjamin Mwendapole, natokea Tandos Morogoro. Ni kwamba baada ya mvua kubwa ambayo imenyesha leo, kuna msufi mkubwa ambao ulikuwa kando ya barabara ukao umeangukia katikati ya barabara, hivyo katika hii barabara kuu ya Tanzam Highway karibu na eneo la Msamvu, na kuzuia magari yanayotoka Dodoma, Iringa na kutoka Dar es Salaam kwenda Iringa, kwenda mikoani na kutoka mikoani kwenda Dar es Salaam katika eneo la Msamvu hapa karibu na daraja. Kwa hiyo baada ya kupata taarifa ya kwamba mti umeanguka, tulichukua juhudi za haraka za kuchukua chenso na kuja kukata hii miti, na karibuni ndani ya dakika kama 10 kuanzia sasa tutaanza kuruhusu magari yaweze kupita, baada ya kufanya ushirikiano na askari wa zimamoto na kuleta chenso hizi na kukata miti ili gari na kuweza kuondoa miti barabarani. Kama mnavyoona, mti ulikuwa ni mkubwa sana na matawi yalikuwa ni makubwa, lakini kwa juhudi ambazo tumezifanya kwa kushirikiana sisi pamoja na watu wa zimamoto, kazi tumeifanya kwa haraka, na magari ndani ya muda wa dakika kama 40 kuanzia tangu mti ulivyoanguka, basi gari zitaanza kuruhusiwa kupita.